Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Bwana ametuamsha salama. Na tunaendelea na wiki ya Pentecost. Katika kujifunza tunaposubiri katika Yerusalemu yetu. Maana hapa sasa ndiyo Yerusalemu yetu. Ndio. Tunaendelea point tuliachia jana ya kwamba wakati Yesu anakaribia kwenda msalabani ndio aliweza sasa kudhihirisha na kumsema Roho Mtakatifu kwa wanafunzi. Pamoja huo muda alikuwa na wao, lakini alikuwa bado hajamsema. Kwa hivyo ni muhimu sana tuelewe ya kwamba ilikuwa ni process ndefu kidogo, ili ya kwamba ifike kwenye Pentecost yake. Ilikuwa ni process ndefu kidogo. Na leo pia bado tunaendelea hapo katika hiyo sema mahali tuliachia, na tulisema ya kwamba tutaangalia tena sasa Yesu anafunua Roho Mtakatifu kwa wanafunzi wake, akiwapa maelekezo pia ya kwamba huyu Roho Mtakatifu akija atafanya kazi kwa sehemu gani. Kwa hivyo tunaenda kuangalia kwamba katika hayo maelekezo ambayo aliwapa wanafunzi walikuwa makini. Na hayo maelekezo tunayapata kwenye Yohana 16. Yohana 16 unaweza ukaandika, tunaangalia mission ya Roho Mtakatifu tena katika direction ambayo Yesu anawapa. Na hii mission inalenga ulimwengu mzima sasa. Kando tuna wanafunzi. Yohana 16 na mstari ni wa 6. Neno la Bwana linasema, "But because I have said these things unto you, sorrow has filled your heart. Ila kwa sababu nimewaambia hayo, huzuni imejaa mioyoni mwenu." Mstari wa 7, "Nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you." Mstari wa 8, lakini neno linasema mstari wa 8 linasema, "And when he is come, he will reprove the world of sin." Tunaanza kuangalia mission ina change tena ya Holy Spirit, ya kwamba he will reprove the world because of sin and of righteousness and of judgment. Tunaenda kusimamia hapo ya kwamba Yesu akawaambia wanafunzi wake ni vyema yeye aondoke, na aliwaambia asipoondoka basi huyo mfariji hatakuja. Lakini aliwaambia akija pia mission yake waangalie ya kwamba Roho Mtakatifu atahusika na ulimwengu mzima. Eleweni huyu Roho ambaye tunaye tamani leo. Pia Yesu aliweza kumpa agizo kwa ajili ya ulimwengu sasa, the world vile tunavyoiona. Kwa sababu gani? Yesu alipokuwa hapa duniani, eleweni ya kwamba alizaliwa, alihubiri, alitembea, lakini ulimwengu haukumwamini. Na uelewe ya kwamba hakuna dhambi kubwa duniani mbele ya Mungu kama roho ya kutoamini. Kwa sababu ni roho mbaya sana ambayo inafanya vitu vya Mungu visitekelezwe. Na Yesu akaiona akasema kuna dhambi moja kubwa duniani, unbelief spirit, itafanya vitu visiende. Na ndio Yesu anawaambia hapa, huyo roho sasa akija, kitu cha kwanza anadili na ulimwengu kwa dhambi ipi? Ya kutoamini. Na mtu angesema amen jamani. Na hiyo ndio ulimwengu tunakaa nayo sasa. Watu wengi wanafikiri mambo mengi yanayotendeka sijui yanatendeka kwa mfumo gani, but dunia imejaa kutoamini. Yesu alijifunua kwa mambo mengi sana, lakini ulimwengu haikumwamini. Mungu akaihesabia hiyo dhambi.
na Yesu akaona hiyo dhambi bado itakuwepo. Roho Mtakatifu hawezi akafanya kazi mahali kuna kutoamini. Kwa hivyo akamwambia Roho Mtakatifu akija mission yake, nimemwelekeza kwenye ulimwengu pia. Why? Elewa tu vile tunavyokaa hivi. Hii pia ni mazingira ya ulimwengu mwingine tena. Na hivyo tunapokaa, sehemu yote tunapotembea, elewa inahitaji Roho Mtakatifu. Inahitaji Roho Mtakatifu kwa sababu kuna vitu haviwezi vikaenda mpaka watu waamini. Mpaka kuwepo uweza wa ajabu sana wa kutekeleza. Hivyo Yesu akawaambia mission yake moja ni kwa ajili ya ulimwengu. Why? Binadamu hii imejaa watu aina mbalimbali na kila mtu ana uhitaji. Lakini kuna watu ambayo wanayemtamani sana Mungu, lakini kwa sababu ya roho ya kutoamini inawasumbua. Na ndio naona Yesu alisema kwenye Yohana 3:16, anasema namna gani? Kwa jinsi hii Mungu aliupenda. Yani ni mstari tunausema sana, lakini kuna point muhimu pale. Yesu alisema kwa jinsi hii, ambao imeandikwa hivyo. Yohana alisema kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee, ili yoyote aminie. That is all. Ili yoyote aminie. Kwa hivyo ulimwengu ulipewa zawadi kubwa, lakini ukakataa kuamini. Ulimwengu ulipewa mwokozi, ukakataa kuamini. Lakini Yesu analeta mbadala, asema tu ila yule anayemwamini huyo anampa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu aliye hai. Wa Kristo kama kanisa, Roho Mtakatifu tunamhitaji kwenye ulimwengu wa sasa. Kando tuna sisi kujazwa, tunahitaji Roho Mtakatifu kwenye ulimwengu wetu, ili atusaidie ya kwamba wale wasioamini waamini Yesu ni Bwana, waamini Yesu ni Mwokozi. Na asubuhi ya leo ndio pamoja na maombi yetu ya kwamba leo ulimwengu unaendelea kuharibika. Why? Because of full of unbelief, kutoamini. Na ndio Yesu na ndio Yohana alisema kwa jinsi hii. Hebu imagine when God is loving the world, anapenda ulimwengu, na ulimwengu unayopendwa hauamini. Wewe utajisikiaje? Unapenda kitu lakini hakiamini. Yani hicho unachopenda hakithamini hicho, wewe utajisikiaje? Na ndiyo Biblia inasema Yesu akaona ni dhambi hatari mno, na ndiyo akasema huyo Roho akija atawasaidia kufanya ulimwengu waamini. Atawasaidia ili ya kwamba wale wote ambaye wanayekaa mazingira yenu waamini kile mnachosema juu yangu. Yesu yeye alipozaliwa hapa duniani, Biblia inasema alitenda miujiza, lakini kuna sehemu zingine mwenyewe alisema hangeweza kutenda miujiza sana kwa sababu ya watu waliokosa imani na kutoamini. Ni ajabu, ni imani, yani ni roho mbaya kutoamini. Sawa na Mathayo 13:56, neno la Bwana linasemaje? Mathayo 13:58, neno la Bwana linasema hivi. Tunadili na Roho Mtakatifu, na dili na ulimwengu wa kutoamini, dhambi kubwa hiyo. Na asubuhi ya leo tunaenda kuomba. And he did not do many mighty works there because of their unbelief. Wala hakufanya miujiza mingi huko. Kwa sababu gani? Ya kutoamini kwao. Jesus ni mwana wa Mungu, alishindwa kufanya miujiza. Yani alikuwa na nafasi ya kufanya miujiza mingi, lakini alishindwa. Huyo ni mwana wa Mungu. Alishindwa kwa sababu gani? Dhambi ya roho ya kutoamini. Na ndio tunaomba leo. Hata katika kanisa kuna watu wanaingia lakini hawaamini kile kinachotendeka. Kuna watu wanaabudu and sometimes hawaamini 100%. Dhambi kubwa hiyo. Lakini tukimuomba Roho wa Bwana atuwezeshe kwenye ulimwengu wa sasa watu waamini tunachosema, itakuwa nyepesi sana injili kwenda. Na hiyo pia ndio maombi ambao Yesu aliwaachia, na aliwaachia Roho Mtakatifu. Akasema huyu akija sio tu anakuja kwenu, atashughulika na ulimwengu unayowazingira. Na ni ukweli,
na ule ulimwengu ambayo uliyezingira mtume siku ya Pentecost. Wengi walitoka katika mataifa mbalimbali, imani mbalimbali, mitazamo mbalimbali. Kuna wale ambao walikuja kwa ajili ya mambo yao, lakini ni ajabu vile walivyokujikusanya. Ni kweli, kwa sababu hata Roho aliposhuka, sikiliza statement yao, badala watu washangilie wakasema haya yamelewa mapombe asubuhi. Roho ya kutoamini ile inatafsiri vitu vya Mungu kiajabu sana. Hebu imagine Roho ametoka juu, lakini kwa sababu ya kutoamini wanaona haya wamelewa pombe hawa. Na ndio Biblia inasema Petro walipojazwa na ujasiri, walipojazwa na Roho wa Bwana, wakaweza kunena. Walishughulikia kwanza mioyo ya watu wasioamini. Roho yule kwanza akasema na mioyo yao. Na ndio jambo la kwanza neno la Bwana linasema hivi katika ujio wa Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume 2:2, neno la Bwana linasemaje? Matendo ya Mitume 2:2, neno la Bwana linasemaje? Nasema ya kwamba and suddenly there came a sound from heaven. Matendo ya Mitume 2:2, Matendo ya Mitume 2:2, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled where? The house where they were sitting. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kazi. Jambo la kwanza, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Na Roho Mtakatifu kwanza alishughulikia ulimwengu wa mazingira. Na mtu asema amen jamani. Alishughulikia ulimwengu wa mazingira. Akaona hapa mahali ya jamaa wako, kwanza shughulike na maeneo kama vile tuko hivi. Kashughulika na mazingira kwanza. Yaani ametoka mbinguni. Anasema sijazi hawa kwanza, hamna kitu itatendeka hapa. Kashuka katika jengo nzima. Nimesema pale ukaijaza nyumba yote kwanza waliokaa wameketi. Na mtu asema amen jamani. Maana yake huo ndio ulimwengu wetu. Tunakaa katika mazingira mbalimbali, tunatembea katika maeneo mbalimbali, lakini wakati mwingine binadamu wamelimit Roho wa Bwana. Roho wa Bwana wakati mwingine hatuoni miujiza. Why? Kwa sababu tunahitaji kuomba. Hata vile wewe umeamka asubuhi, kila sehemu unakokwenda mtangulize Roho wa Bwana. Every place mtangulize Roho wa Bwana. Na mtu aseme amen jamani. Na mimi najua hata asubuhi ya leo tunaenda kuomba asubuhi hii. Hii viti tunataka kwanza pia ibatishwe na Holy Spirit. Anaongesema amen jamani. Haya yote ambaye aliyomo ndani ya hili jengo, unaonaje akipokea Roho Mtakatifu? Si inakuwa ni ajabu? Hebu unaonaje hata hiyo kiti ikijazwa Roho wa Bwana? Yaani wewe utakaa hivi, yaani kama ulikuwa umekuja na huzuni, unasikia tu furaha, unaanza kucheka. Why? Kwa sababu hata kiti chenyewe kimepokea Roho wa Bwana. Na mtu aseme amen jamani. Unajua kuna watu ambao wanaekuja na ibada wamehuzunika mno. Kuna watu wanakuja katika ibada hawajisikii kukaa kwenye ibada. And that is why mahali kuna Roho Mtakatifu utaona mambo ya ajabu yatatendeka. Kuna kuwa na utulivu, kuna kuwa na hofu ya Bwana. Na ndio Biblia inasema Roho kwanza alikuja akaijaza nyumba ile. Ana mtu asema amen jamani. Na unaweza ukaimagine mahali ambao Roho Bwana amejaza hiyo nyumba. Unaionaje hiyo nyumba? Ya ajabu. Yaani kwa mbali watu wakaanza kushangaa. Ni kitu gani? Ndivyo mission ya Yesu aliyesema kuhusu Roho Mtakatifu. Atakuja kuirekebisha ulimwengu kwa sababu ya dhambi ya kutoamini. Kwa hivyo jambo la kwanza asubuhi ya leo tunaenda kuomba Mungu atusaidie katika mazingira tunayekaa, tumkaribishe Roho Mtakatifu. Katika maeneo tunayotembea tumkaribishe Roho Mtakatifu. Katika sehemu yote tunayokwenda tumkaribishe Roho Mtakatifu. Ili kuwemo asiyeamini ataamini kwa sababu hiyo sehemu wametanguliza Roho wa Bwana. Na mtu aseme amen jamani. Ndivyo tunaenda kuomba asubuhi ya leo. Kwa hivyo aliwaambia the Holy Spirit will reprove that
na ni ukweli. Na wote waliokaa Jerusalem, wale ambao hawakuamini, walishangaa pamoja, walisema haya yamelewa mapombe, lakini hawakujua mazingira ya ulimwengu yamebadilika, sio vile walivyofikiri. Biblia inasema, Peter akiendelea kusema, soma nini iliyofanyika. Matendo ya Mitume 2:37. Angalia katika yale mazingira ilivyo change, mazingira iliyobadilika, ilibadilishwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume 2:37. Neno linasema, and when they heard this, they were pricked in their hearts, and said unto Peter, unto the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Biblia inasema, walipoyasikia hayo, wakachomwa mioyoni mwao, wakawaambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? What can we do? Watu ambao walikuwa hawaamini, watu ambao walikuwa wanasema haya wamelewa. Roho akachange mazingira nzima, akachange nyumba nzima. Biblia inasema huyo Roho kageuza mioyo yao, ikawachoma kwa maneno yale waliosikia ya Yesu. Asubuhi ya leo Bwana tupe huo uwezo kwa jina la Yesu. Ana mtu aseme amen jamani. Tutamuita Roho wa Bwana. Mbezi kama mbezi ilivyo hivi inahitaji Roho Mtakatifu. Maeneo haya tunayokaa haya yanahitaji Roho Mtakatifu. Ili jengo halijaletwa liwe tu jengo, hapana. Linastahili lijae Roho wa Bwana aliye hai. Ana mtu asema amen jamani. Sema amen. Na nimesema asubuhi ya leo tunaenda kuomba hayo maombi. Tunaenda kuliita jina la Bwana. Wale ambao walikuwa wanafikiria kwamba ni jengo tu kama jengo, wale walikuwa wanafikiri tu ni kanisa kama kanisa, kumbe Roho wa Bwana amejaa. Pentekosti yetu inaenda kudhihirisha ishara ya ajabu sana, na itatendeka kwa utukufu wa Mungu aliye hai. Na mtu aseme amen. Asubuhi ya leo vile unavyokaa, Mungu atakuwezesha. Kuna vitu utabadilisha kuliko vile watu wanafikiri. Na hata Yesu hakukosea. Ndio maana aliwaambia wanafunzi, hata wakati wowote mnapoitwa mbele ya masinagogi yao kwa sababu ya kuhubiri injili yangu, Yesu aliwaambia mnapoitwa msihangaike. Hayo mazingira Roho atakuwa amezunguka yote. Aliwaambia nyinyi mkifika mbele yao usitafute unajibuje. Aliambia Roho Mtakatifu atawapa maneno wakati huo. Ana mtu aseme amen jamani. Wewe unapoamka mtume Roho Mtakatifu, unapotembea mtume Roho Mtakatifu, unapokaa mtume Roho Mtakatifu. Luka 12:11. Neno la Bwana linasema namna gani? Luka 12. Unajua sasa ninaanza kuangalia, tunaanza kukaribia sasa katika mambo yenyewe. Yaani natamani huyu Roho ashuke ndani ya mtu. Na mtu aseme haleluya. Luka 12:11. Biblia inasema, and when they bring you unto the synagogues and unto their magistrates and powers, take ye no thought how or what things ye shall answer or what ye shall say. Na watakapowapeleka ninyi mbele ya masinagogi na maliwali na wenye mamlaka, msifadhaike kwa kuwaza maneno yenu jinsi mtakavyo wajibu au kusema. Tuendelee, inasemaje? Au kwa kusema, for the Holy Ghost shall teach you in the same hour what you ought to say. Kwa kuwa Roho Mtakatifu atawafundisha sasa ile ya wapasayo kuyasema. Na kanisa liseme amen. Nasema na kanisa liseme amen. Roho Mtakatifu ukimtuma kwa mazingira atakupa neno la kusema. Wakati mwingine tunaingia kwenye matukio tali, tunapita katika nyakati ambao hatujui unajibuje, unasemaje. Hapo achilia Roho Mtakatifu kwenye mazingira yako. Achilia Roho Mtakatifu katika maeneo yako. Hata kama ni biashara, hata kama ni nyumbani, hata kama ni sehemu yoyote, Roho yupo. Nasema Roho yupo. Sio wewe unaishi, ni Yesu anaishi ndani yako.
Na kama Yesu anaishi ndani yako, hata mazingira yako yote yamelindwa na Roho Mtakatifu. Kukaa kwako, kutembea kwako, mambo yote yanayotendeka. Wakati mwingine tunahangaisha akili mno bila kuelewa Roho Mtakatifu yupo. Kwa hivyo ulimwengu wetu tunaenda kuomba asubuhi, ujazwe Roho wa Bwana aliye hai. Nasema ujazwe Roho wa Bwana aliye hai. Na Roho wa Bwana akijaa atasababisha watu waamini. Nimesema, ninarudia, hapa Mbezi Mungu hajaleta ili kanisa liwe tu kama kanisa. Ameleta ili uwepo wa watu wa Mbezi ubadilishwe, ili wakaji wa Mbezi wabadilishwe. Na mtu aseme amen jamani. Na watabadilishwa wakati Roho amemiminwa haya maeneo. Unaonaje? Tutaomba hata hii miti ijae Roho Mtakatifu. Tutaomba haya yajae, ili mtu akija pale na maneno yake akiguza tu ya mtu ninaokoka. Ndio, sema haleluya wewe. Sema haleluya jamani. Wale wote ambao wanayepita pita hapa na wanakaa kwenye haya mawe, mimi nakwambia tutaenda kutangaza Holy Spirit. Watakuwa wanakaa kwa hilo jiwe wakinyanyuka, nataka kuokoka. Ndio, sema haleluya wewe. Hii barabara hii, mimi nawaambia ukweli, hii barabara hii tunatuma Roho wa Bwana ijaze sasa. Hii barabara haiwezi kutengenezwa na kanisa alafu inapita tu na watu ajabu ajabu. Hapana. Tunawakaribisha wapite. Atapita mara moja, mara mbili, ya tatu anaingia ndani ya nyumba ya mito ya baraka. Na mtu aseme amen jamani. Sema amen jamani. Kwa hivyo wewe unapotoka hapo, wewe ukienda hapa uokota jiwe, ambie jiwe Roho Mtakatifu litupe hapo. Na mwingine anakota, wewe Roho Mtakatifu litupe pale katikati. Na mwingine, wewe Roho jiwe Roho Mtakatifu litupe pale. Wanapita na magari yao, wanafikiri wanaenda kulala, kumbe ndio Roho anawashughulikia. Nasema kumbe ndio Roho anawashughulikia. Nasema kumbe Roho ndiye anawashughulikia. Na mtu asema haleluya jamani. Yesu alisema huyu Roho akija ataweza kuprove the world kwa sababu ya kutoamini kwao. Kwa nini watu wapite kanisa? Kwa nini watu waende tu? Haiwezekani. Ni vile wewe haujui. Asubuhi ya leo tunataka kuomba. Na mtu asema amen. Kama unataka kuguza kiti, iguze. Weka Roho hapo. Yule mwenye kuguza ile, aiguze. Mwenye kuguza speaker, iguze. Hii speaker ikisema, ni Roho anasema. Ana mtu asema amen jamani. Amka kwa mguu sasa bwana, twende. Twende kazi. Na hata wewe mwenye keyboard hiyo, wewe ibatize kwa Roho Mtakatifu. Ana mtu asema haleluya. Tafuta kitu bwana, vimejaa mwenyewe, mbona mnasubasuba hapa asubuhi? Wewe tafuta kitu bwana, ibandike mkono, ijaze. Na sio kitu kimoja, wewe tembea hata yule mlango wa kanisa ubatize. Biblia inasema nyumba waliokaa ilijazwa. Hebu hata hii drums iwekee mikono, hii maspika yawekee mikono. Lipo sheketere bayasha. Kwa damu ya Yesu tunaomba Bwana, jaza hata madhabahu yetu kwa Roho Mtakatifu, ya kwamba neno lolote litakaposemwa kwenye haya madhabahu litakuwa moto. Bwana, jaza maspika zetu Roho Mtakatifu. Bwana, jaza, ipasa sauti Roho Mtakatifu. Bwana, jaza haya maspika Roho Mtakatifu. Rima katalaba leketerebo yasha. Biblia inasema nyumba waliokaa ilijaa. Ripo sekete, vyote vyombo hivi tunavijaza Roho Mtakatifu. Leketerebo yaba, vikajae Roho Mtakatifu. Kwa damu ya Yesu asubuhi ya leo vikajae Roho Mtakatifu. Roho ya uharibifu tunayoondoa, tunavijaza hivi vyombo kwa uwezo wa Bwana. Vikajae Roho wa Bwana. Leketerebo yasha. Magita haya yote, madrama haya yote yakajae Roho Mtakatifu. Jengo hili lote, magari yote, weka mkono kwa hiyo magari ya injili yakajae Roho Mtakatifu. Yatatembea barabara, watu wakiyaona, wakisoma wanajaa. Watu wakiona wanaamini, hawataona kama ni magari ya kawaida. Katika jina la Yesu. Leketereba yasha la pashakata. Neno la Bwana linasema Roho alikuja kwanza kajaa nyumba.
alijaa nyumba, na asubuhi ya leo akajaa ndani ya nyumba kwa jina la Yesu. Hizi viti jaeni Roho Mtakatifu, leketereba ya shanda. Enyi viti jaeni Roho Mtakatifu, leketereba ya sha. Enyi viti jaeni Roho Mtakatifu, remakata yababu, leketereba ya sha, lakayaba ya shaka, leketereba. Kwa damu ya Yesu, Roho Mtakatifu kajae, Roho Mtakatifu kajae, Roho Mtakatifu kajae kila sehemu, hata matoleo. Wengine mubatize hizo bahasha Roho Mtakatifu, watae wanayetoa pesa humo wakahisi uwepo wa Bwana. Leketereba ya shanda, lekatayaba shalaba, lekatayaba ya shanda. Kila chombo ndani ya nyumba kikajae Roho wa Bwana, kikajae Roho wa Bwana. Nasema kijaze, kijaze. Wewe ndio uko hapo Jerusalem, kijaze. Wewe ndio uko hapa Jerusalem. Leketereba ya shanda, leketereba rapa ya shaka, lama ya shanda, leketereba ya saya. Jehova uliye hai, sehemu yote pa watumishi wako kajae Roho wa Bwana, kajae Roho wa Bwana kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kajae Roho wa Bwana, leketereba ya kajae Roho wa Bwana, leketereba yamba. Hizi barabara zote ambazo zinapita hapa kanisani tunazijaza Roho wa Bwana kwa mamlaka ya jina la Yesu. Asubuhi ya leo ewe Bwana Mtakatifu, kila jambo ewe Bwana ukaijaze wema na uweza na mamlaka katika jina la Yesu. Leketereba roho ya kutuamini tumeihamisha. Yoyote viliotoka madukani na watu wasioamini, viliotengenezwa na mikono ya binadamu, tunaondoa mikono yao, tunaachilia roho ya kuamini, tunaachilia roho ya uwezo wa Bwana katika jina la Yesu. Tunaanointi haya majengo yetu kwa utukufu wa Bwana aliye hai. Jazeni Roho Mtakatifu, mujae Roho wa Bwana, mujae Roho wa Bwana kwa damu ya Yesu. Kiliyojaa Roho wa Bwana, watu wanaamini, wakisoma wataamini. Asubuhi ya leo hata wale wako mbali, we pray. Weka mkono kwa biashara yako, wewe ambao unasikia, wewe ambao uko nyumbani, nyumba yako iutabirie Roho Mtakatifu akajae. Unapotembea katika kazi yako, kiti hiyo kabla hujakalia ibatize na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Lekatayaba ya shanda, leketereba ya sha. I see the Holy Spirit. Naona Roho Mtakatifu anajaa. Nasema Roho Mtakatifu anajaa. Nasema Roho Mtakatifu anajaa nyumba. Nasema Roho Mtakatifu anajaa nyumba.